Bwana kaka kwema? Kwema kabisa nashukuru. Mambo yanasemaje? Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana safari kutoka Tanga mpaka mwisho wa reli Kigoma kuwafuata Mashujaa kuzitafuta alama 3 nyingine ugenini. Safari ilikuwaje? Safari alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Safari ilikuwa nzuri na pia hatujapata misukosuko yote ya njiani. Mungu katulinda mpaka tumefika hapa Kigoma tukiwa salama, tunashukuru alhamdulillah. Sawa. Mabadi last time mechi ya mwisho Mpokwani ulitupia magoli mawili lakini pia ukawa mani of the match. Kwako kama mchezaji kwa namna moja au nyingine kuongezea kitu gani ukisha kama anaendelea kufanya vizuri zaidi? Inaongezea ari kwa sababu katika kipindi unachopitia kigumu striker kama kipindi ambacho mfungaji unatakiwa kufunga alafu upate matokeo ya kufunga. Kwa hiyo tunapitia kipindi kigumu sana wachezaji kama shambuliaji katika kipindi ambacho tupati kufunga. Sasa kile kutokezea juzi Mungu kanifungulia na nashukuru itakuwa ni muendelezo na ni motivation nimeipata nzuri kupata tunzo man of the match. Kwa hiyo nitahitaji nipate zaidi ya pale nilipoipata juzi. Mechi 3 za mwisho mlicheza nyumbani, mmetoa sare mechi 2 lakini pia mmeshinda mechi 1. Mwalimu mpya na kwenda kucheza mechi yake ya 4. Ujio wa mwalimu mpya kwenu kama wachezaji pia ni kama ni motisha kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri zaidi? Ujio wa mwalimu ni mzuri kwa sababu umekuja kubadilisha kitu. Sababu ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu na ligi. Kwa hiyo anatupa vitu vingi vizuri ambavyo tunaenda kuvifanyia kazi katika kila mchezo tunaocheza, ndio mabadiliko yanaonekana ya timu yetu. Kwa hiyo tunajitahidi kufuata maelekezo sana na tuambia mwalimu ili kuweza kumpa kile anachokihitaji na sisi kufaidika na kile tunachokihitaji. Umezungumza kwamba kama striker unaopitia kipindi kigumu unapopata nafasi ya kuscore na kuwa man of the match namna moja na nyingine na kuongezea kitu. Kwako ni kitu gani ambacho hasa unakitazama kama mchezaji kuhakikisha kwamba unafikia malengo yako? Kwa sababu unapofunga ndio unapopata mafanikio na unapopata kujulikana zaidi na maisha yako kuwa mazuri, kwa sababu unapofunga ndio unapothamini kazi yako ya kufunga, ndipo wakuchukue kwenye vilabu mbalimbali. Kwa hiyo lazima tufunge kama washambuliaji ndipo tufikie malengo, ama tufanye timu yetu ipate matokeo kupitia sisi ndipo tupate mafanikio mazuri katika maisha yetu. Hapo pia bila shaka hakuna mtu ambaye hajifunzi kwa wengine. Bila shaka ni kuna namna, kuna vitu vingi unajifunza kwa washambuliaji wengine kuhakikisha kwamba unakuwa bora zaidi kwa miongoni mwa washambuliaji hatari. Kwa kwenye ligi hapa nyumbani nani ambaye unamtazama kama role model, lakini pia nani ambaye kila siku kuna vitu unavichukua kwake kuhakikisha kwamba Mabadi anakuwa bora kila siku? Mimi najifunza kwa kila mshambuliaji ndani ya nchi. Sijifunzi kwa mshambuliaji mmoja mmoja. Natazama mtu gani ana kitu fulani mimi ambacho sina. Ndivyo najifunza kwake. Hata kama sio ligi kuu tu, hata nikitazama ligi daraja la kwanza, kiona mtu ana kitu mshambuliaji najifunza pia kutoka kwake ili nipate na mimi kile kitu ambacho nilichokuwa sina. Kile ambacho hasa kama striker unakuwa unajisikia pindi ambapo unapita katika kipindi kigumu cha kutokuscore, lakini pia ukiangalia watu wana imani na wewe lakini ufanye kile ambacho watu wanatamani kuona unakifanya? Unajisikia vibaya sana. Sababu hamna kitu kizuri kama imani. Japo navumiliwa, kuna kipindi napitia kipindi kigumu sifungi lakini navumiliwa. Lakini natamani ipo siku yani ile imani ije kwenye watu, Mabadi sasa hivi kabadilika, anafanya kitu fulani kama wanavyoniamini, yani walivyoona sasa hivi kishafunguka hivi sasa hivi anafunga, yani ile imani yao ndio inakuwa chachu kwetu sisi, yani kipindi kigumu yani tusipofunga. Ligi imekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini pia kila mmoja anahakikisha kwamba anatumia nafasi ama uwanja wake wa nyumbani. Mnakuja ugenini Mashujaa hapa mechi 2 hawakupata matokeo mazuri ya alama 3. Lakini mmetoka kushinda mchezo wenu wa mwisho, mnalazimisha sare bila kufunga. Unaona kutakuwa na ugumu wote ambao mnakwenda kupata katika uwanja huu kesho? Ugumu upo. Mashujaa kicheza kwa hawajawahi kuwa na mechi nyepesi. Kwanza ni timu nzuri. Alafu akicheza kwa anacheza yani mpira mzuri, alafu wa kujitoa sana. Na sisi hatutokubali tuje kwa mwisho katika mchezo wa kesho. Tutakubali na sisi wenyewe tupambane ili tuweze kupata matokeo katika uwanja wao, kwa sababu ligi na mambo mengi. Tutegemea plani za mwalimu wetu zinaweza zikafanya kazi kuliko wao, au plani za mwalimu wao zinaweza zikafanya kazi kuliko mwalimu wetu. Kwa hiyo mwenye plani nzuri siku hiyo ya kesho ndo atakayepata matokeo. Kila mchezaji anatamani kucheza mechi kubwa kama mechi ya Simba, kucheza na opponent, nikiwa na maanisha ni kwamba ukiwa mfano kama daraja la kati kama Coast, kucheza na timu kubwa kama Simba, kucheza na kama na Yanga, na mimi ni mechi ambayo inatazamwa na watu wengi, lakini pia inakupa nafasi ya kuonesha uwezo wako. Kwako kama mchezaji, tunatambua baada ya mechi ya Mashujaa ya Coast tunajiandaa na mechi dhidi ya Yanga. Unajiandaa tofauti na mechi nyingine au inakuwa ni sawa tuna maandalizi ya mechi nyingine? Hapana. Siwezi kusema najiandaa sana panga toka nje ya mchezo, hapana. Anajichukulia confidence, ni mchezaji ambaye nacheza mpira na nashakutana nao kipindi kirefu. Kwa hiyo nacheza mpira wa kawaida ambao nilozoelekana kucheza. Siweza kufanya mambo mengi kaja nikatoka kwenye rhythm ya mchezo. Kwa hiyo sio mkamiaji wa mechi. Ni mtu wa kucheza mechi za kawaida ambapo zikafanya manufaa kwa timu yangu. Mimi nadhani kwenye misingi yetu ya mpira, kwa sababu kipindi tunachopikia wengi walikuwa hamna mambo ya academy wala ni mambo ni machache. Kwa hiyo
kwenye utafutaji wa nafasi, yani create zile zinakuwa ni ngumu, sababu watu wengi tunatoka kwenye maisha magumu ambayo hatujapitiwa na wazazi wetu. Tofauti na timu sasa hivi unaweza kusikia Azam kwa academy, sijui Yanga na academy. Kwa hiyo tumekosa misingi mingi kutokea chini. Sisi wengi tunatumia uwezo wetu ambao katubariki Mungu. Ndio maana hicho kinachokuwa kigumu sana katika kwa mtu ana uwezo sahihi wa kutengeneza nafasi zile create kama wenzetu wanazosomea katika darasa. Yani mtu sasa hivi kwa sisi darasa unaanza kulisomea ukubwani. Mpira unachezwa hivi. Tofauti na wenzetu wanaanza tokea misingi. Nadhani ndio hicho kinachosababishia nafasi kucheza.